Kwa wale wa Tanzania ambao wanatamani kushiriki kwenye uchumi wa madini lakini wanasita au hawajui waanzie wapi ama hawajui wafanye nini, unawaambia nini? Kitu ambacho naweza nikawaambia Watanzania, kitu cha kwanza niwatie moyo kwamba kupitia sekta madini kuna fursa nyingi. Kuna fursa nyingi sana za kuwekeza kwenye sekta madini, na wengi wamekuwa na uoga kwa sababu wanaambiwa kwamba kwenye sekta madini ni sekta ambayo inahitaji uwekezaji mkubwa. Ni kweli, lakini ukiangalia mnyororo wa thamani katika sekta madini unaanzia kwenye utafiti, kuna uchimbaji, kuna uchenjuaji na kuna biashara ya madini. Kama ambavyo unafahamu, kuna leseni za utafiti, kuna leseni za uchimbaji, kuna leseni za uchenjuaji kwa maana ya processing, lakini pia kuna masuala ya biashara ya madini. Nikianza na ile leseni ya utafutaji, unaweza ukawa unafanya utafutaji kulingana na uwezo wako wa kipato, lakini kama unaona una kipato cha kutosha, utafutaji ni dhahiri shahiri ni moja kati ya maeneo katika mnyororo ambayo inahitaji uwekezaji mkubwa. Lakini pia hata uchimbaji unaweza kuchimba. Kwa mfano, sheria yetu ya madini imetoa leseni za wachimbaji wadogo ambazo ni kwa Watanzania tu, kwa maana primary mining license. Hiyo ni fursa nyingine ambayo sheria haikutaki, sio lazima ufanye utafiti. Kama una eneo unadhani unaona kuna madini, unachukua leseni, unalipa ada ndogo sana, unaanza kuchimba. Kwa ni vizuri Watanzania wakakimbilia hizo fursa. Lakini sio hizo tu, ukiona kwamba kwenye kuchimba wewe labda utamani au upendi au una wasiwasi nako, bado una fursa nyingine kwenye sekta ya uchenjuaji. Kwa mfano, unaweza kununua makrasha ukasaidia kufanya crushing, unaweza kutengeneza vifaa mbalimbali na mitambo mbalimbali ya uchenjuaji. Kwa mfano CIP, CIL, hiyo yote ni mitambo ya uchenjuaji. Neno lingine ambalo unaweza kawekeza, watu wakakuletea material wakafanya kwako, ukafanya biashara kwa kiwango kikubwa. Lakini pia biashara madini, kwa maana kuna leseni ya broker, kuna leseni za dealers, ambapo unaweza ukaweka pale ukawa na leseni ya broker ambayo inakuruhusu sasa kufanya biashara madini ndani ya nchi. Lakini ukiwa na dealer license inakuruhusu kuweza kununua madini hapa na kwenda kuyauza nje ya nchi. Hizo zote ni fursa. Ni kimsingi wa Tanzania, ninawashauri waje Wizara ya Madini, Tume ya Madini, kupata maelezo ya kina namna ya kupata hizo leseni, lakini namna ambavyo wanaweza kufanya hizo biashara. Tunaweza tukawaunganisha na watu ambao wamefanya hizo biashara, ambao watawapa uzoefu, watawapa picha ya mitaji inayohitajika, uzoefu unaohitajika na kadhalika, ili na wenyewe waweze kufaidika katika mnyororo mzima wa sekta ya madini. Kimsingi ni kwamba kuna fursa nyingi sana. Nyingi sana.